فهذه وصية النبوية أمور إذا فعلتها المرأة دخلت الجنة. kwamba huu ni usia wa mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo ambayo pindi atakapoyafanya huyu mwanamke moja kwa moja ataingia katika mlango wa pepo au takao. wa hiya as-salah was-siyam wa adam irtikabi zina wa ta'ati zawj. Mambo manne hayo, sala tano zake akazihifadhi kwa wakati wake, kwa muda wake, tena katika utulivu wa hali ya juu. Wasiyamu, funga yake. Wa adam irtikabi zina, kutoendea kufanya fahisha ya zina wal iyadha billah. Wa ta'ati zawji, na akamtii mume wake. Sasa ukiyaweka katika mizani mambo yote haya, yote yanahitaji ilmu, yanahitaji kudumu katika kutafuta ilmu. Ni mambo mepesi kuyataja, lakini kuya practice si jambo dogo. Inahitaji atafakkur, inahitaji an-niyya, inahitaji kusudio hasa kwamba mimi madam nipo chini ya milki ya mume ambaye anapambana kwa ajili ya wewe kutulia, kuweza kupata riziki ya halali, kuwalea watoto, basi lazima uonyeshe taa kwake. Kwa hiyo yote haya yanarudi, lazima watu wanaposoma wasome ilmu na wadumu katika ilmu, kwa sababu ukisoma ilmu kama tulivyosema ndio utaelewa swala ni nini, utaelewa funga ni nini, utaelewa ubaya wa kuparamia fahisha, utaelewa uzito wa kumtii mume. Jambo hilo la kwanza hapo limetajwa as-salata. As-sala, ambao wengi katika wakina mama wa Kiislamu wanatakasul sana katika ibada ya swala. Hata kama idha sallat basi tusalli ajila, hata kama hajaifanyia uvivu kwamba, lakini anaiswali kwa haraka mno, kwa sababu kutokana na yale majukumu mbalimbali yaliyomzunguruka. Kwa hiyo ndio unakuta yawezekana mwanamke anaenda kuswali katika swala ya adhuhur au ila asr, kipindi ambacho amewasha ile gesi na ameweka kitoweo pale au ameweka maziwa. Kwa hiyo anaenda kuswali haraka haraka, hali ya kuwa huku anajua mimi nimeweka maziwa. Utategemea yale maziwa wewe yasimwagike na wewe upate khushu' katika swala yako. Kwa hiyo jambo hilo lazima wajikague wakina mama wa Kiislamu, kwa sababu ni ibada ya swala, ni ibada adhima ambayo inahitaji ilmu. Laiti kama huyu mama wa Kiislamu akidumu katika ilmu, ataelewa hadithi ya Musi as-Salah, ambaye mtu amekuja kuswali mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kamrejesha, irji'i fa innaka lam tusalli, rudi wewe bado hujaswali. Ameswali tena akamwambia rudi wewe bado hujaswali, zaidi ya mara 3 mara 4. Ndio Mtume akampa maelekezo jinsi gani inahitajika at-tumaanina katika swala zima la swala. Kwa hiyo kuna faida ambayo ni adhim kabisa. Anatolewa mfano Juwairia radhiallahu ta'ala anha, mmoja ya wanawake, mmoja wa kina mama wa Kiislamu ambao wote walikuwa wakisifika katika ibada, lakini huyu pia akisifika katika ibada sana na uchamungu mwingi ambao wanawake wa Kiislamu watakikana muondoke kwa kutambua hatua hii ambayo yeye aliyokuwa akiendea. Bila shaka na hii ni kutokana na kupenda ilmu, na hata imethibiti katika sahihain Mtume sallallahu alayhi wasallam
alikuta siku moja huyu mama Juwairia, ilikuwa ni yaumul Jumaa. Alimwambia, ya Rasulullah, inni saim, mimi nimefunga. Na ilikuwa ni yaumul Jumaa. Mtume akamwambia, asumti amsi, jana ulifunga wewe? Akasema la. Kisha Mtume akamwambia, satasumina ghadan, kesho utafunga? Akasema la. Mtume akamwambia, idhan faftiri, basi fungua. Kwa sababu haifai kuihusisha Ijumaa kwa funga moja kwa moja, labda kuwe kuna karina, labda pengine hiyo Ijumaa imeangukia katika ayyamul bidh, masiku meupe, au hiyo Ijumaa imeangukia yaumu Ashura, masiku ya Ashura na masiku mengineyo. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba alikuwa ni mama ambaye ni multazimat katika dini. Kwa hiyo Juwairia apigiwa mfano katika ibada sana. Juwairia radhiallahu ta'ala anha alikuwa yani tusalli wa tajlisu fi musallaha, akisha swali anatulia katika msala wake pale. Jambo hili limekosekana kwa wakina mama wengi sana kutokana na ratiba nyingi, kiasi kwamba mpaka ile swala amekuwa kama anadokoa tu. Anaswali anawahi kupika, anaswali anawahi kufua, anaswali anawahi kuangalia filamu, anaswali. Kwa hiyo lazima mwanamke wa Kiislamu anapofahamu dini yake, anapoifahamu dini yake katika ilmu, anapoifahamu dini yake katika kuwasoma hawa wema waliotangulia, basi ataelewa kwamba makosa mengi yanafanywa katika wanawake katika ibada zao. Kwa hiyo Juwairia alikuwa akiswali analazimiana musala wake pale, analeta adhkar alwarida, tena akikaa katika sehemu yake ile fi baitiha, ndani ya nyumba yake, katika sehemu aliandaa ya ibada, ambayo Muislamu kama inavyofahamika wengi katika wanawake unakuta hana ihtimam hata ile sehemu ya swala yake. Labda unakuta labda leo anaswali hapa, kesho anaswali hapa, kesho kutwa anaswali hapa. Lazima mtu aweke sehemu yake kwa ajili ya ibada ya Allah tabaraka wa taala. Bali anasema kathirun minan nisa idha sallat tusalli ajila thumma tatwi musallaha wa taqumu huna. Yani ina maana kwamba wengi katika wanawake pindi anaposwali anaswali haraka, na kisha maliza tu basi ule musala wake anaukunja, anauweka katika sehemu ambayo aliyoiandaa yeye. Lakini huyu Juwairia radhiallahu ta'ala anha, miongoni mwa sifa zake alikuwa akiswali anatulizana katika msala wake na kuzisoma zile adhkar alwarida zilizopokelewa katika kitabu na sunna. Lazima mtu aswali kwa kutulizana, kwa kutulia katika rukuu yake, kutulia katika sajida yake, kutulia katika itidali yake, na baada ya salam basi alete adhkar, atulizane, kwa sababu hiyo ndiyo sifa ya waja wema, hiyo ndiyo sifa ya wanawake wema. Lazima kuwa na ihtimam katika ibada. Bila shaka kama tulivyosema, wengi katika wanawake yataabna fil khidma, wanataabika katika mambo ya khidma mbalimbali, lakini zile khidma pamoja na kutaabika waelewe kwamba wao sio kwamba wanataabika tu, bali wanapata thawabu, kwa sababu falwalad yahitaji ila khidma. Mtoto anahitaji khidma ya mama wake,
kwa ajili ya kumuandaa kwenda shuleni, kumuandaa kwenda madrasa, kumuogesha. Kadhalika walbaitu yahtaju ila tanzifi, vile vile nyumba inahitaji usafi, kupiga deki na kufanyaje. Lakini wal aklu wat ta'amu yahtaju ila tabhi, kula vyakula mbele vinahitajia kupikwa na huyu mwanamke. Lakini vile vile wazauju, mume vile vile yahitaji ila khidmati, anahitaji vile vile ahudumiwe. Kwa hiyo fa innal mar'ata tat'abu bikathir, ana taabika. Lakini pamoja na hivyo tuujaru almar'a, aile mwanamke anapata ujira wa yote hayo anayoyafanya kwa ajili ya kuwahudumia watoto, kwa ajili ya kuhudumia nyumba, kwa ajili ya kufanya khairat mbalimbali, kuiandaa nyumba yake katika ibada. Na ndio maana yeye ni madrasa, fahia maajura, yeye anapata ujira mkubwa kabisa. Na haswa kama ilivyokuja katika athar, inapokuwa katika miezi ya Ramadhani ndiyo kabisa anapofanya ile khidma yeye moja kwa moja, basi yeye anapata fadhila. Wale wanamume wale wanasoma Qur'ani kule, yeye pengine hajapata muda wa kusoma Qur'ani, yeye hajapata muda wa kuswali labda at-tarawih. Kwa hiyo athabat ila al-ilmi ni jambo adhim sana, ambalo hili linasaidia. Kwanza mwanamke yawezekana chukulia mambo kama haya, anaweza mwingine akaenda kushtaki kabisa kwamba mimi kule sina muda, kazi nyingi, sipumziki, hapo nikimaliza nitakiwa niende markaz kwa ajili ya kusoma dini, kwa ajili ya kufanya murajaa, kwa ajili ya kujiandaa na ikhtibarat mbalimbali. Kwa hiyo mambo hayo yote anapata fadhila. Nasi tuelewa kisa maarufu cha Fatima radhiallahu ta'ala anha, alipokwenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuhitaji khidma, labda msaidizi kutokana na kazi nyingi alizozifanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha al-adhkar, adhkar ambaye ni jambo adhim kabisa, ni jambo adhim. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanapatikana kwa wakina mama wa Kiislamu, kuona kwamba yeye yupo katika mzigo mzito, ukamrudisha kuto kusoma ilmu ya dini, ukampelekea vile vile kuingia katika mihalafa, bali hata kutoelewa ahkami mbalimbali za kisheria. Ndio tukasema al-ilmu nuru, elimu ni nuru, kwa sababu inakuongoza wewe katika njia iliyonyoka. Chukulia mfano, wengi wa kina mama kwa kutoelewa dini yao, kwa sababu hawadumu katika ilmu, kuna mambo ambayo anapokuwa yeye katika hali zao, bimaana mwanamke anapokuwa katika dauratu ash-shahriya, mzunguruko wake wa mwezi, na akataharika, labda pengine ametaharika wakati wa asr. Sasa yeye huyu atafanyaje? Unaweza kukuta labda nasali tu al-asr, au pengine asiswali akasubiri mpaka magharibi, wakati tayari anakuwa ameingia katika makosa. Kwa sababu yajibu ala almar'at idha tahurat fi waqti salati al-asr an tusalli adh-dhuhr wal-asr jami'an. Mwanamke akitaharika katika mzunguruko wake wakati wa sala ya al-asr, atatakiwa asali adh-dhuhr na al-asri zote kwa rakaa 4. Kwa nini? Lianna waqtahuma wahid fi haqqi al-ma'dhur kal-marid wal-musafir. Kwa sababu hizi nyakati
za al-asr na adhuhur nyakati zake ni moja, na hizo nyakati moja zinakuwa kivipi? Ni kwa haki ya yule mwenye udhur, kama vile mgonjwa na msafiri. Na ndio maana wale wasafiri wanafanya jamu, yani anajumuisha baina dhuhur na al-asr au maghrib na al-isha. Vile vile mgonjwa anaruhusiwa kujumuisha, lakini biduni qasri, pasi na kupunguza. Kwa hiyo wahia ma'dhuratun, na huyu mwanamke anakuwa yupo amepata udhur bisababi taakhur tuhriha, kwa sababu ya kuchelewa ile kutoharika kwake. Wa hakadha waqtu al-isha, na hivyo katika wakati wa sala ya isha, kama afta bidhalika samahatu al-Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'a, kama alivyotoa fatwa Sheikh Ibn Baz. Kwa hiyo sasa haya mambo wangapi wanayofahamu? Wale talabati ilm wanayaelewa, au wale ambao walisoma kidogo hawajaendelea kusoma haya mambo hawezi wakayaelewa, na pengine mara ngapi ameacha kuswali ibada katika utekelezaji huu. Kwa hiyo hii ni mikhalafa ambayo inayopatikana katika nguzo za Uislamu. Kutokudumu katika kuitafuta ilmu. Wanawake wengi wa Kiislamu wanaingia katika mikhalafa kwa kutokujua, kwa sababu hawana ilmu hiyo, hawana maarifa hayo. Na laiti kama wangedumu katika dini yao kuisoma, basi wallahi wangeelewa mambo mengi sana. Lakini kadhalik nitaje kidogo katika mikhalafa kama hiyo mbalimbali ambayo inayowapata wanawake kwa kutokudumu katika kuisoma dini yao. Ni adamu inayati ba'd an-nisa bilwudu walghusl ash-shar'i wa jahlihinna bil ahkam ash-shar'iyya, wa hadha amrun jiddu khatir. فإن الطهارة والوضوء والغسل شرط لصحة الصلاة من المحدث. kwamba kitendo cha wanawake kutochukulia uzito suala zima la alwudhu, kitendo cha wanawake kutochukulia uzito suala zima la kuoga, yani ile kujitaharisha kisheria, na vile vile kutokuwa kutambua zile ahkami sharia, anasema hili jambo ni hatari sana. Kwa sababu gani? Tahara na udhu na kuoga, hii ni sharti ya kusihi swala kwa kila ambaye aliyopata hadath. Ile hadath hiyo al-asghar, hadathi ndogo ambayo inamwajibisha yule mtu aliyepata kutia udhu, au hadathi kubwa ambayo inamwajibikia yule ambaye aliyoipata kuoga. Kwa hiyo ni miongoni mwa mikhalafa ambayo inayopatikana kwa wanawake wasiodumu na kutafuta ilmu, na wala hawaulizi wengine. Lakini miongoni mwa mikhalafa hiyo ni taakhiru ba'd an-nisaa as-salawati an waqtiha, ni kitendo cha wanawake kuchelewa swala katika nyakati zake. Tena wallahi waweza kukuta mwanamke achelewa swala katika jambo ambalo sio la kisharia, bali pengine yupo katika maandalizi ya ibada, au pengine unajua wanawake kama nilivyosema mpo katika khidma mbalimbali ya watoto, khidma ya wageni, umeijiwa na wageni, familia ya mumeo au familia yako. Kwa hiyo unashughulika katika yale mapishi mpaka muda wa swala unaondoka, wewe upo tu katika yale mapishi. Unafanya kheri kubwa kufanya karam
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Lakini sasa kule kumkirimu mgeni uwezi ukapata fadhila wewe kama utapoteza muda wako wa swala. Kwa hiyo ile ya dhuhuri yote inapita. Sababu gani? Ya mapishi. Adhuhuri inapita sijui kikao cha ndoa. Adhuhuri inapita kwa sababu ya musiba umetokea nyumbani. Haya mambo yote si dharura ya Muislamu, hususan wanawake wa Kiislamu, kuakhirisha ibada ya sala mpaka kutoka katika ule wakati. Lakini kadhalik miongoni mwa mambo yanayo wasababishia wanawake kutotekeleza ibada kwa nyakati zinazotakikana ni adamu qada'i almar'atu lis-salah allati dakhala waqtaha wa lam taqum bi'ada'iha bisababi nuzuli dami al-hayd aw an-nifas minha falwajibu an taqdiyaha fawr. Anasema ni kitendo kama hilo tulivyosema mwanzoni, wanawake kutoilipa ile sala ambayo imeingia katika wakati wake, lakini yeye hakuisali kwa sababu gani? Ya kutoka ile damu ya haidh au nifas. Anatakikana aitekeleze ile swala fauran, kwa haraka sana, pindi ambapo atakapotaharika, na mifano mingineyo kama ile tuliyotaja. Lakini kadhalik jambo jingine, mikhalafa mbalimbali inayotumika kutokana na wanawake kutodumu katika kuitafuta elimu ya kisheria ni tarku baadhi an-nisaa wad'a al-khimar ala ar-ra's fi as-salat. Ni kitendo cha wanawake kutoweka videmba vyao juu ya vichwa vyao wakati wa swala, wa kashful qadamaini fi as-salati, na kuacha nyayo mbili katika pindi wanaposwali, bihujjati, kwa hoja kwamba annaha tusalli fi baitiha, kwamba mimi naswali nyumbani kwangu, walaysa hunaka ahadun yaraha, kwa sababu hakuna yeyote anayemuona. Kwa hiyo ndio unakuta mwanamke anaswali amepunguza mavazi yake, miguu yaonekana, tena pengine imepanda mpaka katika saki, miguu yote ipo wazi, wakati yeye anatakiwa awe na vazi lake maalumu kwa ajili ya ibada, tena lenye kumfunika mwili wote, kwa hoja kwamba mimi nipo nyumbani, nani anayeniona? Lianna awrata almar'atu fi as-salah jami'u jismiha illa wajhiha wa kaffaiha. Aielewe kwamba utupu wa mwanamke katika sala ni mwili wake wote isipokuwa uso wake na vile vile viganja vya mikono. Bali ahlul ilmi wanasema ikiwa katika sehemu anayosali kuna wale rijalu al-ajanibi, wanamume wa kando, basi pia atakikana au funike paka uso wake. Tayeb, hiyo ni mihalafa vile vile inayopatikana na wanawake kuwa mbali na ilmu ya kisheria. Lakini mihalafa mwingine ni adamu ihtimami baadhi an-nisaa bitaharati ath-thiyabi au al-makan alladhi tusalli fihi ma anna dhalika shartu fi sihhati as-salah. Ni wanawake kutochukulia uzito, baadhi ya wanawake, sio wote, kwa kutaharisha ile nguo zake au sehemu ambayo anayoswalia pale. Yawezekana nao msala wake anaswalia, lakini watoto wachezea pale, utokea kwamba ametabawali pale. Kwa hiyo hana ihtimamu kwamba hii ni sehemu ya swala, au msala unatakiwa upigwe na maji.
ile sehemu ya kusalia na ile nguo vile vile anayosalia, na kwa kuelewa kwamba hilo ni miongoni mwa sharti ya kusihi as-sala. Lakini vile vile miongoni mwa mihalafa ambayo inayopatikana kwa wanawake wengi ambao wao hawathibiti katika kutafuta ilmu ya kisheria ni adamu ihtimami baadhi an-nisa bi amri as-sala, wanawake kutokuchukulia uzito jambo la swala. Faqad tusalli al-mar'at qa'ida wa hiya taqdiru 'ala al-qiyam wa salatiha hina idhan batila, kwamba mwanamke unaweza kukuta anaswali hali ya kuwa amekaa, hali ya kuwa yeye ana uwezo wa kusimama, swala yake wakati huo ni batil, kwa sababu miongoni mwa nguzo za swala ni alqiyamu ala alqadir, ni kusimama kwa yule ambaye mwenye uwezo wa kusimama. Kwa hiyo laiti kama mtu ana uwezo wa kusimama akakaa, iwe chini au kwenye kiti, hata ile imamu anapoleta takbira al-ihrami, basi swala yake ni batila, swala hiyo imebatilika. Na hii wengi kabisa hawafahamu. Unaweza kukuta mtu anaweza akasimama hata saa nzima anazungumza tu mazungumzo mbalimbali, lakini akianza kuswali sasa ndiyo anakaa kwenye kiti au anakaa katika musalla wake. Kwa hiyo katika swala ya faradh kusimama ni nguzo kwa yule mwenye uwezo, tofauti na swala ya sunna. Ukiswali sunna umekaa, basi swala yako ni sahihi kabisa, isipokuwa unapata nusu ya ujira wa aliyesimama. Ima swala ya faradh kwa yule ambaye ana maradhi, kwa yule ambaye ana majeraha, kwa yule ambaye ana dharura, basi hakuna tatizo yeye kusali hali ya kuwa amekaa. Lakini miongoni mwa mikhalafa ambayo inayoyapata wanawake katika suala zima la ibada ni ile takhsisi baadhi an-nisaa launan معينة للإحرام فيه سواء في الحج أو في العمرة كالأخضر وغيره، وكذلك لبس النقاب والقفازين أثناء الإحرام. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. هي ni mikhalafa ambayo inapatikana katika nguzo za Uislamu, ikiwepo suala zima la kuhusisha huyu mwanamke wa Kiislamu rangi maalumu ya ihrami. Wale ambao wanaokwenda kufanya hija, kutekeleza ibada ya hija, moja kwa moja anakuwa yeye anavaa nguo ya rangi maalum, labda nguo nyeupe tu au nguo nyeusi tu, bila shaka katika hijab ambayo inayohitajika hasa kwa mar'a almuslima, ni atakikana avae ile nyeusi, ni bora zaidi kuliko rangi nyinginezo. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya mikhalafa inayopatikana katika nguzo za Uislamu. Lakini haya yote tukirejea, ayatuha al-akhawat, ni kwa sababu tu Waislamu wapo mbali katika kudumu katika kuisoma ilmu yao. Unaposoma ilmu, mambo mengi haya utayafahamu. Labda tu ukihitaji wewe kufanya mukhalafa wa maksudi, hilo ni lako wewe na Allah tabaraka wa taala atakuuliza. Kwa hiyo hapo ndio bado tutarudi katika yale maneno ya Imam akisema annasu ahwaju ila alilmi min at-ta'ami wash-sharabi, watu wanaihitajia zaidi ilmu
ilmu ni jambo kubwa kuliko vyakula na vinywaji, kwa sababu kupitia ilmu ndio ataelewa huyo mwanamke wa Kiislamu umuhimu wa ibada hizi, kwa kuelewa kwamba hii dunia itaondoka na maisha yetu ni mafupi. Al-ilmu yabqa wadananiru tadhhab. اعلمي ايتها المرأة المسلمة ان العلم يبقى والدنانير تذهب، kwamba hii elimu ni yenye kubaki, lakini ad-dananiru, pesa hizi, dorari, shilling zitaondoka. Qala al-Hafidh Ibn Abd al-Barri rahimahullah, anasema al-Hafidh al-Imam Abd al-Barri katika al-Jami' kwamba kataba Mu'tamir bin Sulaiman, aliandika huyu Mu'tamir bin Sulaiman kumwambia mwanae, ya bunayya ishtari al-kutub waktub al-ilm fa inna al-ilma yabqa wad-dananir tadhhab, kwamba ewe mwanangu, nunua vitabu lakini waktubul ilma, na uandike ilmu, kwa sababu elimu ni yenye kubaki na hizi dananiri, pesa ni zenye kuondoka. Haya maneno adhimu sana ndugu zangu wakina mama na wanafunzi wa Kiislamu. Kitendo cha wewe kutumia mali yako kwa ajili ya kununua kitabu kwa wewe mwenye uwezo, au kumnunulia kitabu mwenzako ambaye hana uwezo katika talabati ilmi, au wewe kujaribu kuelewa haja mbalimbali za matalabat alilm, kwamba mimi nina nafasi ambayo na uwezo wa kuwanunulia risala mbalimbali za ilmu, almutun alilmiya, ukatenga bajeti yako kila mwaka kwamba hii 100,000 mimi nina iweka katika markazi za kidini kama hizi kwa ajili ya kununua mutun alilmiya au vitabu mbalimbali vya kielimu ambao wanahitajia wanafunzi wengi, basi wallahi utakuwa ni khairi kubwa sana. Tazama huyo Mu'tamir, yeye anampa nasaha kijana wake. Ina maana kwamba amewekeza kwa kijana wake, akimwambia ewe mwanangu, nunua kitabu na uandike ilmu, kwa sababu ilmu ni yenye kubaki, lakini dananir, hizi pesa ni zenye kuondoka. Ndio al-allamatu al-Sheikh Saleh al-Fawzani hafidhahullah alikuwa ananukuu kusema kwamba ni amemsikia mmoja ya mashehe zake Sheikh Muhammad bin Ibrahim anasema, sami'tu al-Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah في كلمة ألقاها في بعض المناسبات في كلية الشريعة. أنا سيما nilimsikia Sheikh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah katika moja ya minasabat akifikisha kalima katika kulia sharia. Alisema nini Sheikh Muhammad bin Ibrahim? Anasema anna sadaqata al-jariya qad tanqati', yani kwamba hizi sadaka zenye kuendelea inaweza ikakatika vile vile. Sadaqatu jariya, umejenga madrasa ikabomoka, umepanda mti ukakatika, umechimba kisima maji yakakauka. Kwa hiyo anna sadaqatan jariya qad tanqati wal waladu salih yamut, lakini mtoto mwema ambaye uliyemwacha yamut, anaweza akafa. Lakin al-ilmu an-nafi' hadha yastamirru wa la yanqati',
lakini elimu yenye manufaa hii inaendelea tu na wala haikatiki. Wangapi ambao wewe umewafundisha, wangapi wewe imekuwa sababu ya wao kusoma dini yao, wangapi ya wewe umekuwa sababu ya kudumu katika ilmu. Kwa hiyo ndio haya maneno adhimu kabisa kwamba anna sadaqatal jariya qad tanqati wal waladu salih yamut tantahi manafi'uhuma lakin al ilma an-nafi' hadha yastamiru wa la yanqati. Kwamba sadaka yenye kuendelea itakatika. Mtoto ambaye mwema uliyemwacha anaweza akatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo manufaa yao pia yanamalizika, lakini ilmu yenye manufaa yenyewe ni yenye kuendelea na wala haikatiki. Kwa hiyo kwa nini mtu asidumu katika kuitafuta ilmu ikiwa ilmu nafi' la yanqati'u, elimu yenye manufaa haikatiki, ni kitu ambacho chenye kuendelea. Na hii ndiyo inaitwa ene kama vile al-umru thania. Wanavyona wanasema ni kama vile ni umri wa pili. Yani wewe umekwisha tangulia mbele ya haki, lakini ilmu yenye manufaa inaendelea, yani wewe unalipwa thawabu katika kabri yako, ni kama vile umri wa pili. Kwa sababu Mtume anasema idha mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalath, pindi atakapokufa mwanadamu matendo yake yote hukatika isipokuwa mambo matatu. Ndio hiyo sadaqatun jariya aliyosema Sheikh Muhammad ibn Ibrahim, sadaqatun jariya qad tanqati, inaweza ikakatika hiyo pia. Waladun salih yad'u lahu, kadhalika yamut, anaweza akafa. Lakini ilmu nafi', elimu yenye manufaa, la yani yastamir wala yanqati, inaendelea wala haikatiki. Kwa maana hiyo utakapothibiti katika ilmu utaweza kuwafundisha hata watu wawili watatu, ikiwa wao na wao watafundisha, wataifanyia kazi ilmu. Al-ilmu wa da'wa, elimu na ukailingania, ukawatoa watu katika jahal, ukatoa watu katika bid'a, ukawatoa watu katika shirk, ukawavuta watu katika tauhid, basi wallahi wewe utakuwa katika khairi kubwa sana, hata ukitangulia mbele ya haki kama vile upo katika umri wa pili. Vipi upo katika umri wa pili? Ina maana wewe thawabu zinakufikia katika kabri yako, thawabu zinaendelea mpaka pale ambapo wanadamu watakafufuliwa mbele ya Allah tabaraka wa taala.